Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa na diwani wa kata Tingi mkoani Lindi, Rajabu Ngatanda, amefanya kikao kazi na maafisa elimu wa kata zote wilayani hapo kwa lengo la kusikiliza na kujadili changamoto za kielimu ili kuzifanyia maboresho changamoto hizo na kuwezesha kuinua kada ya elimu wilayani hapo. Ngatanda ameeleza mikakati ya halmashauri hiyo katika kuinua elimu wilayani hapo kwa kutenga zaidi ya shilingi milioni 817 za ukarabati wa miundombinu ya madarasa kwa shule za msingi na shilingi milioni 380 kwa ukarabati wa madarasa kwa shule za sekondari zilizotokana na makusanyo ya mapato ya ndani. Hivyo, Ngatanda amewaondosha mashaka maafisa hao kwa kusema kuwa licha ya changamoto hizo, endapo atashirikiana vyema na viongozi wa serikali na wabunge wao, ni wazi kuwa watafanikiwa kuboresha viwango vya ufaulu wilayani hapo. Tuna uchakavu mkubwa sana wa miundombinu hasa kata ya Mitole. Hii sekondari ukiangalia historia yake imejengwa mwaka 1954. Ikapita binafsishaji, serikali imenunua miaka ya 90 hivi 2008 ndio nadhani mafidi yake imaliza kulipa. Lakini kuna uchakavu mkubwa sana kwenye ile sekondari. Naona juhudi nyingi sana na tunashukuru Mungu, Mheshimiwa Rais anaweka juhudi sana katika ujenzi wa shule mpya hizi. Lakini zile kongwe msifikirie, na katika hizo shule kongwe Kilwa zipo 4 za sekondari, ni Kilwa sekondari, Kipatimu, Matanda na Mitole. At least kuna mwaka gani sijui shule ile ipata shilingi milioni 100 ya Kipatimu. Lakini shule ya sekondari Mitole mpaka ile madarasa ya zamani unaogopa kuingiza watoto, pamoja na nyumba za walimu zilizokuwepo pale. Vitu vinahitaji ukarabati. Sio kwamba ukifika pale miundombinu ipo, mambo yanaendelea bado. Sambamba na shule ya msingi Mitole, ukifika leo hii utashangaa. Ile shule pale imekaa kwenye mkondo kama maji yanatiririka hivi. Kwa hiyo yanaondoa nini? Yaani ile shule imebaki, ile foundation yote imeshakwisha, ile shule inaning'inia. Kwa hiyo kuna hatari ya walimu na wanafunzi. Pale miundombinu, nadhani hizi shule ambazo ni za muda, halmashauri kama mnaweza, naamini mnaweza, tengeni bajeti kidogo ya ukarabati wa hizi shule. Ni muhimu sana. Zitakuja tokea ajali, hata sielewi cha kusema. Hili ni neno la kwanza. Nimepewa dakika 2. Jambo la pili naomba nilizungumze. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru sana tumekupata leo. Nadhani una muda sana kukutana na madiwani na madiwani wanashuka mpaka chini sehemu fulani ya wabunge. Tuna tatizo la mahusiano ya wafanyakazi, hasa walimu ndio walikuwa wengi vijijini, na wanajamii waliokuwepo Kilwa. Kwanza wanakwambia wale wageni. Sasa wageni, mimi mtu na miaka 10, unaniona niko hapa bado unaniita mgeni. Sasa huo ugeni wangu ni upi? Pili, nimefika sehemu unamtafsiri kabisa huyu ni mgeni, ataondoka kesho kutwa. Treatment iliyokuwepo huko maeneo ya vijijini, watu hawasemi tu, ni mbaya, haina afya kwa maendeleo yetu. Na jamii kubwa iliyokuwepo huko ni vijijini, ni walimu. Sasa tuongee na hii jamii iliyokuwepo kule. Sijui dhana imetoka wapi ya kuona hawa ni wageni, hawa ni wenyeji. Moja, nitakwenda kwenye eneo moja ambalo kwa halmashauri yetu ya Kilwa limekuwa ni sugu. Tuna mdondoko na utoro wa wanafunzi sugu kwenye kata zetu. Nachukua case study pale Somanga. Mpaka sasa hivi kidato cha kwanza shule sekondari Somanga tulikuwa na watoto 208 waliotakiwa kuripoti pale. Walioripoti tuna 163. Watoto 45 wako majumbani. Na Matungutungu sekondari tulikuwa na watoto 87. Walioripoti 65, mpaka sasa watoto 22 wako majumbani. Tunakimbizana nao kweli kweli. Shaandika barua, tumefanya vikao na mheshimiwa diwani, tumezunguka kijiji kwa kijiji, bado ni changamoto. Lakini ukiangalia kwa case study, kwa mfano kwa ile miji inayokuwa, ukiangalia pale Somanga, watoto wetu changamoto kubwa kwanza ni wazazi na walezi. Imekuwa ni changamoto sana. Kwa nini? Ukichukua leo hii, kwa sababu mvua zinanyesha, zikinyesha mvua, wazazi wote wa Somanga pale wana move kwenda mashambani, wanapelekeza watoto pale.
hakuna huduma, hakuna nini, watoto wanaishi kama yatima. Ndo waratibu wa elimu katika wilaya hii ya Kilwa, au sio? Yes. Shule zote ziko chini yenu. Kama tukuheshimu mawazo yenu na taaluma yenu mlionayo, tafsiri yake kwanza hatuitendei haki Kilwa, hatuitendei haki elimu, lakini pia ni kuvunja heshima tuliowapa nyie kama viongozi katika shule hizi. Sasa hata pale ambapo imeonekana kuna kikao na nyinyi waratibu wetu wa elimu, lakini pia na viongozi wetu wa wilaya tuliokuja nao, binafsi nilifarijika sana tu, na mara kwa mara nilikuwa na share mawazo na viongozi mbalimbali kama hivyo, kwa wilaya, mkurugenzi na nani, wabunge, jamani kuna kikao, ili tuone na kila mtu amelipokea vizuri. Kwa wilaya amelipokea vizuri, mkurugenzi amelipokea vizuri, lakini leo asubuhi nilikuwa naongea na wabunge wote wawili pia, pamoja na wawakilishi wao wapo. Niliongea na Mr. Kinje, Asneni, wote walitamani hata watoroke waje. Wana aina fulani hivi ya kiu ya mabadiliko katika swala la kuripoti watoto mashuleni. Akanambia katika swala la kuripoti watoto mashuleni, binafsi yeye kwa kushirikiana na nyie na sisi kwa ujumla linatunyima wote usingizi. Yeye aliongea neno moja ambalo aliomba nifikishie. Kuna desturi kwa watoto wa sekondari wanaporipoti shule, kuna yale mambo yanayofanyika hospitali, si ndio? Mtoto akapata madaftari lakini amekosa jembe, akapata, yani kuna upungufu wa vitu fulani. Kwa wilaya alichoniomba nije kuangalia mtoto alipoti shule hata kama akapata kimoja kati ya vitu hivyo. Yani hata kama akapata fagio, daftari aende ndani huko shule. Huko kutapatikana majibu. Lakini alichohimiza yeye ni kuripoti wa watoto shuleni. Lakini changamoto hizi kwa utangulizi, ukiangalia katika bajeti ya mwaka huu, madiwani tukishirikiana na mkurugenzi katika kada ya masuala ya nyumba za walimu, miundombinu mbalimbali shuleni, uchakavu wa madarasa, tumetenga zaidi ya bilioni 3 kuhakikisha hili jambo linaisha. Hebu niambieni nyinyi, ni mashahidi, mko miaka mingi hapa, kama jombangu pale Mzee Kindamba, ishawahi kutokea bahati kama hiyo kutengwa bilioni zaidi ya bilioni 3? Nyinyi semeni uko mbele, ishawahi kutokea? Sasa kwa kauli kuambieni hiyo ndio iko hivyo. Nyumba za walimu karibuni 50 tutajenga, Mungu akipenda, zimetengewa bilioni 2 tena za pembeni.